Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Urusi Vladimir Putin aliwahi kusema kwamba kinachotendeka katika ukanda wa Gaza ni unyama unaofanywa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kwani wakati huu Israel haipigani vita isipokuwa inafanya mauaji. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema kwamba katika vita ni mapambano ya watu wawili, lakini wakati huu upande wa pili wala haujihusishi na vita hivyo. Lakini ni Netanyahu ambaye ameamua kufanya mauaji ya kutisha katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo amesema kwamba moja kati ya vita ambavyo labda wengi wangeweza kusema ni wakati huu ambapo Israel inapambana na kundi kama vile la Wahouthi wa Yemen, ndio kundi pekee ambalo wakati huu linapambana dhidi ya Israel. Hapo Israel ingeweza kupambana vilivyo na kundi hilo la Wahouthi, lakini kuendeleza kufanya mauaji kwa watu wa ukanda wa Gaza ni kitendo cha ukatili na ni kitendo ambacho kimsingi hakiwezi kukubaliwa, na amemtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kusitisha vita vyake hivyo, kwani katika kipindi hiki kundi la wapiganaji wa Hamas halipo tena katika vita, hasa baada ya tangu kipindi cha mwezi Januari kundi hilo kuamua kuachana na vita hivyo baada ya kuamua kubadilishana wafungwa. Hata hivyo wazo hili la kusitisha mapigano, lakini pia na kuumizwa na mauaji yanayoendelea katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, lakini pia kwa mujibu wa shirika la Fars, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noel Barrot amesema katika mahojiano na France 2 siku ya Ijumaa, akisema kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu lazima asikilize mwito wa pamoja wa jamii ya kimataifa inayotaka asitishe mara moja vita, lakini pia hakikishe watu wa Gaza hawafi njaa na hakikishe anaondoa majeshi yake katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Amesema Ufaransa imehamasika kufanya juhudi za kutatua mzozo wa kibinadamu huko Gaza, lakini Israel imejibu jitihada hizo kwa kufanya mashambulizi mapya na mabaya katika eneo la ukanda wa Gaza siku ya Alhamisi na kuua mamia ya watu na kujeruhi watu wengi zaidi, kwa mujibu wa wafanyakazi wa misaada walioko ndani ya Gaza. Televisheni ya Al Jazeera imenukuu vyanzo vya matibabu vya Palestina vikisema takribani watu zaidi ya 200 wakiwemo wanawake na watoto wadogo wameuawa katika mashambulizi ya Israel huko Khan Yunis, kusini mwa ukanda wa Gaza. Lakini ripoti zinasema kuwa Wapalestina waliouawa na kujeruhiwa wamehamishwa katika eneo la Nasser Medical Complex iliyokuwa imejaa majeruhi na miili ya waliouawa, huku uhaba mkubwa wa vifaa vya matibabu ukiendelea kushuhudiwa katika hospitali za ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema hii haikubaliki. Hawezi kupigana na watu ambao hawakupigi. Lazima tuhakikishe kwamba kama wanataka kundi la Hamas liondoke inawezekana, lakini si kuwa raia ambao hawana hatia. Hata hivyo, Israel imekuwa ikieleza kwamba kundi la wapiganaji wa Hamas linaishi na raia na ndio maana wamekuwa wakifanya mashambulizi katika maeneo ya raia. Lakini cha kushangaza ni kwamba Benjamin Netanyahu kupitia majeshi yake ya IDF yamekuwa kishambulia hata katika maeneo ya kambi ambayo Wapalestina wamewekewa, ikiwa ni pamoja na maeneo kama vile Jabalia, lakini pia na ukingo wa Magharibi. Hili pia lilimuumiza rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas alipotembelea nchini Urusi wiki iliyopita, akizungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakimuumiza, lakini pia akikosa usaidizi kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni, ni namna ambavyo Benjamin Netanyahu amekuwa akifanya mauaji ya halaiki, lakini pia namna ambavyo amekuwa akiharibu miundombinu ya taifa hilo la Kipalestina, akisema kwamba mpango wake ni kuona Palestina inakuwa sehemu ya Israel na Wapalestina kuondolewa kama ambavyo rais wa Marekani anataka kufanya. Hata hivyo, Mahmoud Abbas alikubali kwamba kundi la wapiganaji wa Hamas haliwezi tena kuongoza eneo la ukanda wa Gaza, na kwamba serikali lazima ichukue mamlaka ya kuongoza eneo hilo, na ni wakati sahihi sasa wa Israel kuhakikisha inachana na kufanya mashambulizi katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji, bila shaka na pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii.